ikiwa ni mwendelezo wa sisi wilaya ya Kinondoni tukiongozwa na jeshi letu la polisi mkoa huu wa kipolisi wa Kinondoni katika jitihada za kuhakikisha Kinondoni yetu inaendelea kuwa salama, yenye amani na utulivu tele. Sasa hivi wilaya yetu ya Kinondoni kwa kweli tunajivunia kazi kubwa inayofanywa na jeshi la polisi na vikundi hivi shirikishi kwenye maeneo yote. Ndio maana hali ya amani na utulivu imeendelea kuimarika siku hadi siku. Na ushahidi wa hiyo pia ni biashara ambazo zimeendelea kufanyika. Tuna biashara sasa hivi kama ambavyo mkuu wetu wa mkoa amehamasisha, na baadhi ya maeneo watu wanafanya biashara usiku kucha, na wengine wanaacha maduka yakiwa na milango ya vioo tu, hayana magrili. Hiyo ni kudhihirisha kwamba hali ya ulinzi na amani imeendelea kuimarika siku hadi siku katika wilaya yetu ya Kinondoni. Lakini tunafahamu adui pengine hajalala, pengine yuko macho, na sisi wakati wote tuko timamu, na tunataka adui muda wote akija atukute tuko tayari. Kwa hiyo tumekutanika leo hapa ikiwa ni jitihada za kukumbushana majukumu, kupeana nguvu, kupeana ari kwa makamanda wetu hao wa vikundi vya ulinzi shirikishi. Kwa hiyo nichukue nafasi hii awali ya yote nimshukuru sana IGP Kamanda Wambura, kamanda wetu wa kanda maalum ya Dar es Salaam ndugu yetu Muliro, kamanda wetu wa mkoa huu wa Kinondoni Sakap Tatilo Nyamuhanga Kitinkwi na timu yake yote, ndio hasa walio ratibu na kusimamia kusanyiko hili la siku ya leo pamoja na majukumu mengine ya ulinzi. Nishukuru sana jeshi la polisi kwa kazi mzuri ambayo wameendelea kuifanya. Sisi ambao tunafanya nao kazi kila siku tunafahamu jinsi ambavyo wametoa muda, wametoa nguvu, rasilimali, lakini kuonyesha jitihada kubwa kabisa na utayari kuhakikisha wanapambana na kila aina ya uhalifu katika mitaa yetu hii ya Kinondoni. Mheshimiwa mgeni rasmi, tuliandaa shughuli hii sisi maofisa wa polisi mkoa wa kipolisi Kinondoni tukishirikisha kanda maalum ya Dar es Salaam ambayo inaongozwa na kamishina msaidizi mwandamizi Jumanne Muliro. Lengo kuu tuliamua kukutana na hawa wenzetu wa ulinzi shirikishi kama ambavyo tutawaona na kama ambavyo tutawasikia. Tukaona kwamba tutenge hii siku ya tarehe 9 mwezi huu wa 5 mwaka 2026 kwa ajili ya kukutana nao. Tunazungumza ni kikao kazi kwa ajili ya kupeana maelekezo mbalimbali, lakini na kuonyesha kwamba tunathamini na kutambua mchango wao kwa jeshi la polisi kwa jinsi ambavyo tunashirikiana nao katika kuzuia na kupambana na uhalifu kwenye mitaa yetu. Kama ambavyo tunajua, mkuu wa jeshi la polisi Tanzania Afande Camillus Mongoso Wambura kupitia maelekezo yake na miongozo na sera kwamba katika kila kata kuna mkaguzi wa polisi. Mkaguzi ni yule ambaye ana nyota 1, mwingine anakuwa na nyota 2, wote ni wakaguzi. Amesogeza waende kwenye kata kwa ajili ya kusikiliza kero za wananchi, lakini na kupambana ama kuzuia uhalifu kwa kushirikiana na wananchi. Kwa hiyo maelekezo ya mkuu wa jeshi la polisi ni kwamba wakaguzi kata hao waende kwenye kata siku zote, washirikiane na viongozi walioko kwenye kata katika kubaini na kutanzua uhalifu ambao unapatikana kwenye mitaa na kata hizo. Kwa kuthamini na kutambua maelekezo ya mkuu wa jeshi la polisi ambayo amekuwa akitupatia mara kwa mara, ambayo tumekuwa tukiyatekeleza kwa kushirikiana na kanda maalum ya Dar es Salaam na maofisa wa polisi ambao Mheshimiwa DC utawaona hapa, na tumewachukua pengine na wengine wale ambao wametoka kwenye mafunzo ni askari wapya, tumewaleta hapa kwa ajili ya kujifunza kwa vitendo dhana ya polisi jamii na ulinzi shirikishi, wataona kwa vitendo. Lakini tukakaa tukafikiria, tukasema kwamba jambo hili ni zuri kwa sababu tunaamini kabisa kwamba kwa kukawa na hawa vijana wa ulinzi shirikishi wataona kabisa kwamba yale ambayo huwa tunawaambia maneno kwamba tunawathamini, tunawapenda, tunawajali, kwa kushirikiana nao kuzuia na kupambana na uhalifu kwa kitendo na tukio hili la leo, Mheshimiwa DC, maana yake kwamba sasa wanaenda kuamini kwamba si tu maneno bali na vitendo.